as possible. So that will depend on what we get and how we'll be able to run this thing. Baadhi ya wapangaji wa zamani wa mtaa wa kifahari wa Buxton Estate ambao nyumba zao zilibomolewa ili kupisha ujenzi wa nyumba za kisasa za bei nafuu za Buxton Point wamemtaka gavana wa Mombasa Abdulsamad Sharif Nassir kutia agizo la seneti kuhakikisha wanakabidhiwa jumla ya nyumba 184 za awamu ya kwanza ya ujenzi wa nyumba hizo. Awamu ya kwanza ya nyumba hizo ni ambazo tayari ziliuzwa kwa watu wengine, mbali na makubaliano yaliyokuwepo awali kwamba kungelikuwa na mfumo wa ulipaji wa kodi kila mwezi kwa wapangaji wa zamani. Wakiongozwa na John Suma ambaye ni naibu katibu mkuu wa Buxton Tenants Welfare, wapangaji hao wa zamani ambao walivunjiwa nyumba zao miaka 4 iliyopita ili kupisha ujenzi wa Buxton Point wanasema kwamba serikali kupitia Wizara ya Ardhi iko tayari kuwasaidia wapangaji hao kupata nyumba hizo endapo gavana atatia agizo la seneti. Tuko na miaka 4 tuko nje kutoka tutolewe, kutoka tulipovunjiwa kinyama. Bulldozer ilikuja ikavunja vitu vyetu, ziko ndani, hatuelewi mambo gani yanaendelea. Tukapawa ahadi kuwa nendeni mkakae kwa muda miezi 12, mwaka mmoja huo mtarudi. Nyinyi ndio mtakuwa watu wa kwanza kurudi. Lakini sasa mpaka sasa hivi sisi bado hatujarudi na haijulikani. Tukaambiwa na Wambua ututimizie gavana. Ututimizie. Kwa maana ukiwa umetimiza hapa Mombasa, utakuwa umeonyesha mfano mzuri paka kule mahali kutakuwa wengine watasema gavana alionyesha mfano mzuri. Tutakuomba gavana utimize vile ulivyoambiwa. Na hii miradi ilikuwa ni kwamba wale wakaaji wa kitambo nyumba zikiisha wanapata first priority. Sasa unapata kwamba tuko na mwekezaji ambaye tusikizi na tutambui. Haangalii yale ambayo yalikuwa yamepangiliwa katika hii miradi, ili ya kwamba nyumba kama hizi zinajaokoa wale watu ambao kwa pale hali za chini. Sasa hii ile kitu ambayo tunaona ni kama commercial business ambayo inaendelea pale. Sasa tunauliza viongozi, hili swala mwalifungia macho, mnajifanya kama mlioni, hamuoni shamba la umma ambalo lilikuwa lafaa iwe limefaidi umma kama sisi hatupatikani. Tukisalia kwenye masuala yanayofungamana na ujenzi wa nyumba na maendeleo, gavana wa Nairobi